ambako kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeanza jana kikiwa na zaidi ya wabunge 200 kutoka chama tawala cha CCM, huku vyama vya upinzani vikiwakilishwa na wabunge chini ya 20. Hili limezua mjadala juu ya usawa na uwiano katika upitishwaji wa sheria, sera na uwakilishi wa michango ya vyama vya upinzani katika bunge hilo. Mwandishi wetu Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Dar es Salaam. Zile vuta ni kuvute zilizofanyika kwa zaidi ya miezi miwili ya kampeni za uchaguzi na baadaye uchaguzi mkuu sasa zimeingia dimbani rasmi jana katika kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge hili lililofungua ukurasa wake mpya jana kadhalika lilimchagua spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala kupitia CCM, ambaye alipata kura 380 zilizopigwa na mshindani wake Steven Masele ambaye alipata kura 16. Nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba. Wabunge 385 wakiwamo wa viti maalum waliapa jana kulitumikia taifa hili la Afrika Mashariki na kuwakilisha wananchi katika maeneo yao. Hata hivyo, kati ya wabunge hao 265 waliochaguliwa majimboni ni wa CCM na wabunge 4 ni wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo na 2 ni wa viti maalum kutoka chama cha upinzani cha Chauma. Uwakilishi huu mdogo wa wabunge wa upinzani umeibua maswali. Je, wapinzani watafurukuta vipi katika bunge hili? DW imezungumza na mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Hoja hii inaibuka wakati huu kwani katika bunge la 12 kulikuwa na mbunge mmoja tu wa upinzani aliyeshinda jimboni akitokea Chadema na wabunge wengine 19 wa viti maalum. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema uwakilishi mdogo wa upinzani katika bunge unaakisi kushindwa kwao katika majimbo na hilo litaminya nafasi ya mawazo yao kutekelezwa. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania Chief Yacob ana mawazo yake. Mapema mno kuzungumza hivi kwa sababu tumeshuhudia bunge lililopita ambalo tulidhani mwanzoni kwamba bunge lile linaweza kuweka maslahi ya wananchi, lakini badala yake haikuwa hivi. Chama kilionyesha kushika hatamu na matakwa ya chama ndio alikuwa akifanyiwa kazi. Kwa hivyo ni vigumu kwa sasa na ni mapema sana kuzungumzia hilo kwa sababu ya historia ambayo tumeipitia bunge lililopita. Sura hii ya bunge la 13 ambalo kimsingi halitakuwa na kambi rasmi ya upinzani wala baraza kivuli la mawaziri kutokana na idadi ndogo ya wabunge wa upinzani, wachambuzi wanaliita bunge la kijani. Hata hivyo ni mapema mno kuhoji kwani huenda wapinzani hao wachache wakaibua hoja ambazo serikali zitaibeba. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na bado tunasalia katika eneo hilo la Afrika Mashariki ambapo licha ya vitisho na vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao, mwamko wa vijana katika kudai mageuzi ya utawala nchini Uganda unazidi kushika kasi na kuhanikiza katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea. Taswira inayoshuhudiwa ni mivutano kati ya vizazi vya viongozi wa baada wa uhuru na vijana wa enzi hii wanaoelezea kuwa hawatakoseshwa kutimiza ndoto zao kutokana na maovu kama ufisadi na ukandamizaji wa kisiasa na utawala. Lubega Emmanuel ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Kampala. Huo ni mojawapo ya mikutano ya kampeni za urais za mgombea Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine zinazoendelea sehemu mbalimbali za nchi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Januari mwakani.
Bobi Wine ameendelea kuwahimiza vijana wasahau tofauti zao za kikabila, kidini na kitabaka, kwani hivyo ndivyo vimetumiwa kuleta mgawanyiko na uhasama miongoni mwa jamii za Uganda. Katika mojawapo ya mikutano hiyo, Bobi Wine aliwaambia vijana kwamba watumie nafasi hii ndogo ya uchaguzi kuonyesha kero zao dhidi ya utawala kupitia kwa kupiga kura. We are the grandchildren of the young men and sisi ndio wajukuu wa vijana wa kike na kiume wa mwaka 1962 na sisi ndio mababu za watoto watakaozaliwa. Kwa hiyo ni jukumu letu kujenga mustakabali wa vizazi vijavyo. Kutokana na hoja hiyo, baadhi ya vijana ambao licha ya kutokuwa wafuasi wa moja kwa moja wa Bobi Wine wanahisi kuwa hii ni fursa kwa mwamko ambao waweza kuleta mageuzi ya utawala na kuwawezesha kuhalisisha ndoto zao, lakini matumaini yao yanakumbwa na vizingiti ikiwemo vitisho, vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao na vyombo vya dola. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi wamekosoa utawala wa sasa kwa kudhihirisha kuwa unajali tu maslahi binafsi badala ya mustakabali wa nchi, pale wanapoambiwa kuwa makosa makubwa wanayofanya ni kutaka mageuzi kupitia kwa rabsha na machafuko. Kijana wa kike Yvonne Mpambara amekosoa viongozi wa sasa kwa mtazamo huo wao anayoelezea ni kisingizio tu. Narrative we are hearing is that young people are violent. The state is violent every day. Msemo tunaosikia ni kwamba vijana ni washari wanaopenda machafuko. Dola ni shari kila siku, kwani tunaona polisi wakiwakamata vijana bila hatia. Police arresting young people for nothing. Vijana wanakumbusha viongozi wa sasa kwamba kipindi kile walipopigania haki zao kutoka na walitambua kuwa mwendelezo wa tawala hizo ungewakosesha mustakabali bora, lakini baada ya wao kuingia madarakani hawatambui kuwa nao wanaendeleza hali ambayo inaleta mashaka kwa vijana kutokana na kukithiri kwa mienendo ya ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa fursa bora za kipato na huduma duni za elimu na afya. Lakini Rais Yoweri Museveni amekariri kuwa vijana wanapotoshwa na kuwaonya dhidi ya kushiriki maandamano yanayopangwa kwa ufadhili wa kigeni. They were working with the Chagulanyi's group, that they are experts in riots. Wanashirikiana na kundi la Chagulanyi wakidai kwamba ni wataalamu wa machafuko na wanafadhiliwa na makundi ya kigeni. Foreign groups funding them. Hata hivyo, vijana hawaonyeshi kuhofia vitisho kama hivi, na sasa hata wazazi wao wameanza kukubali kwamba pale walipoendelea kuhofia yale ambayo yangewapata kama wangepinga utawala, walitoa nafasi kwa utawala kujimarisha na kujenga mazingira haya ambayo sasa ni mkwamo mkubwa wa walimu wao na watoto wao. Brenda Nakalema ni kijana anayechambua masuala ya utawala. Just because you're young doesn't mean that you don't have an understanding of how. Kwa sababu wewe ni kijana, haimaanishi uelewi jinsi utawala unavyokunyanyasa. Vijana wameshuhudia hali hiyo mara kwa mara. Over and over and over and over again. Tofauti kabisa na miaka ya nyuma ambapo vijana walitazama tu kampeni na uchaguzi vikifanyika. Kwa sasa wengi wamejitosa ulingoni kuwania viti mbalimbali vya uongozi. Lakini changamoto kubwa kwao ni ukosefu wa pesa, kwani wapigaji kura wengi hudhani kuwa hiki ni kipindi cha wao kuvuna kutoka kwa wagombea. Lakini vijana wanaamini kuwa matumizi ya teknolojia za mitandao ni fursa ambayo watatumia kuwahamasisha wenzao kuleta mageuzi, hata kama utawala una uwezo wa kuzitatiza. Rebecca Emmanuel, DW Kampala. Kwingineko ni mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya G7 umeanza nchini Canada, ambao unajikita kujadili masuala ya usalama, mwenendo wa vita vya Urusi na Ukraini na amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema mkutano huu una mwelekeo chanya ukilinganisha na ule wa wakuu wa nchi wa G7 wa mwezi Juni. Mwenzangu Mohamed Khalif anautazama mkutano huo katika taarifa ifuatayo. Uingereza na Ujerumani yamekuwa mataifa ya awali kabisa miongoni mwa wanachama wa kundi la G7 kutoa ahadi ya kuchukua hatua kubwa zaidi kuisaidia Ukraine na kushinikiza Urusi, wakati mawaziri hao mambo ya kigeni walipokuwa njiani kuelekea Niagara, Canada kwa mkutano huo. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema nchi yake itatangaza hatua kali zaidi dhidi ya usafirishaji wa gesi ya Urusi kwa mwaka ujao ili kushinikiza Moscow kukomesha vita vyake nchini Ukraine. Hatua hizo zinajumuisha marufuku ya kutumia huduma za usafiri wa bahari za Uingereza kama vile bima na usafirishaji wa meli. Kama ukitekelezwa, uamuzi huo utazuia huduma zozote za Uingereza kutumika kusafirisha gesi ya Urusi kuelekea nchi ya tatu. Tayari Uingereza yenyewe ilishapiga marufuku kuingiza gesi ya Urusi tangu mwaka 2023. Waziri huyo wa mambo ya kigeni alitangaza pia kwamba nchi yake itatoa msaada mwingine wa paundi milioni 13 kwa ile ukarabati miundombinu ya nishati ya Ukraine wakati huo majira ya kipupu
Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful ametangaza msaada mwingine wa euro milioni 40 pia kwa ajili ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Akizungumza nchini Bolivia kabla ya kupanda ndege kuelekea Niagara, Vadeful amesema, na hapa namnukuu, tunawasaidia watu wa Ukraine kukabiliana na majira mengine ya baridi kali wakati wa vita. Tunawasaidia waweze kuwasha taa zao na mashine za joto, na tunawasaidia kuizuia Urusi na mashambulizi yake ya kigaidi dhidi ya miundombinu ya gesi yasivunje moyo wale wanaotetea uhuru wa nchi yao. Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, mwenyeji wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Canada Anita Anand, amechelea kutoa ahadi ya moja kwa moja juu ya kile watakachofanya kuhusu Ukraine. Badala yake amewaambia waandishi wa habari kwamba kwa nchi yake jambo la muhimu ni kusimamia mazungumzo ya kimataifa, hasa katika wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na kile alichokiita mazingira tete na changamano. Wanadiplomasia hao wa ngazi za juu wanakutana baada ya Rais Trump wa Marekani kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi, akimshutumu Rais Putin wa Urusi kwa kukataa kuvimaliza vita vyake nchini Ukraine. Mbali ya Ujerumani na Uingereza, kundi la mataifa ya G7 linazojumuisha Ufaransa, Italia, Japan, mwenyeji Canada na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrii Sybiha anatazamiwa pia kuhudhuria mkutano huu ambao umewaalika pia wawakilishi kutoka Saudi Arabia, India, Brazil, Australia, Afrika Kusini, Mexico na Korea Kusini.